wote ama sisi wote tunakaribishwa ili tukaweza kuendelea kujenga na Bwana. Kwa hivyo pia kama matangazo mengine yatakuweko, yatatolewa na viongozi husika. Siku ya leo hatutakuwa na harambee yetu, tutaiairisha kwa sababu ya siku ya leo iko na mambo mengi. Kwa hivyo mpaka wiki tutawajulisha wiki ijayo ili tukaweza kuendelea. Tunaendelea vizuri, na wale ambao wamejitolea Mungu akaweza kuwabariki sana, akaweza kuwainua. Pia nakumbusha wale ambao wako na pledges, ikiwa ulitoa pledges na hujaweza kufanya hivyo, ukaweza kufanya hivyo ili kazi ikaendelea kwa haraka. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Kwa wakati huu ningependa tu tukaweza kwenda katika matoleo yetu ya siku ya leo. Leo ratiba imebadilika kidogo, kwa hivyo tutasimama juu tukaweza kuomba kwa ajili ya sadaka ya siku ya leo. Tukaweza kusimama juu ukishika sadaka yako ili tukaweza kuomba ili Bwana akaweza kuibariki. Na kabla hatujatoa, wacha tukaweza kusoma katika Wakorintho wa pili ama 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wake ni wa 7. Biblia inasema kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Wacha tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru, tunakuinua kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tazama watoto wako wamesimama na matoleo, wanataka kunyosha mikono yao katika kutolea wewe. Baba, naomba ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwainua wanaponyosha mkono wao katika kutolea wewe. Na wale ambao Baba hawana na wanatamani kukutolea, Baba wacha ukaweza kuwabariki ili na nyakati nyingine wanapoingia katika ibada yako wakaweza kukutolea. Najua kwamba unaenda kuinuliwa katika matoleo yetu. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Waimbaji kama wako na wimbo, uweke wimbo. Wacha tukaweza kuwekewa wimbo. Haya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza kidogo kama unapenda Bwana.
Ninachoka sana kama ninaimba na watu wengine wanakaa chini. Inaoneshana kama kwamba hiyo wimbo hata haiwaingii. Ama namna gani? Ni vizuri tucheze kidogo, ni kwa sababu ni vizuri. Bwana asifiwe sana. Labda mnaona kana kwamba tumebadilisha. Hivyo ndivyo hivyo. Sasa nataka uchezee Bwana tunapoenda kusikia neno la Bwana. Piga Bwana makofi mahali ulipo. Salimia mwenzako mwenyako wewe. Mwambie karibu katika Pasaka. Karibu katika Pasaka hii katika jina la Yesu. Nataka ushangilie Bwana mara mbili, mara tatu, mara nne, alafu twende mbele za Bwana. Haleluya! 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 Pigia Bwana makofi. Hata kidogo kidogo. Amefufuka, huyu Yesu amefufuka. Na kwa hivyo ni lazima tufurahie ama namna gani? Haleluya. Sijui kama hujaweka beats kwa sababu nataka kuimba. Wale
Golgotha. Alibeba msalaba kuelekea Golgotha. Piga makofi. Asante Yesu. Amen. Karibisha neno. Karibisha neno. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tushangilie Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Haleluya. Tutashangilia Mungu wetu aliye hai. Msalabani kama tumekaa chini. Amen. Amen. Simama tushangilie Bwana. Hallelujah. Haitakuwa ni kama nako mahali hapa. Tutakuwa mnaonekana tukikimbia. Tushangilie kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Tushangilie. Amen. Bwana wa majeshi. Sioni mwakishangilia Bwana. Tuandika neno la Bwana. Tuwezi alika Mungu hapa. Kama umefanya hivi. No way. Yes. Simama shangilia Bwana. Amen. Simama shangilia Bwana. Oh yes. Haleluya. Kama tumesimama hivyo na kila mtu amejipeleke mbele za Bwana, akanene na Mungu wake, akamwambie akafufuke na yeye. Mambo ambayo ilikuwa amekufa ndani yako ikaweza kufufuliwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tazama msalaba, Bwana Mungu ameandika, amefufuka siku ya leo ili akafufuke na mambo yetu, akafufuke na wokovu wetu, akaweza kufufua mioyo yetu, akaweza kufufua mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Endeleza Bwana mpendwa, Bwana mpendwa, ukamwambia Mungu akaweza Bwana huduma ndani yako inakufa, lakini sasa kuita Bwana akaweza kufufua. Kuita Bwana siku ya leo akafufua watoto wako, akafufua hata biashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kufuata Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana afufuke na mambo yako, afufuke na mambo yako katika jina la Yesu Kristo. Aweza kufufua huduma zetu, aweza kufufua hata upande ambaye Mungu ametupenda, akaweza kufufuka sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo waabudiwe katika siku zote Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wema kwetu sisi na mbele usherehe Jehova mwezi katika jina la Yesu Kristo. Ufua mioyo yetu Jehova, ufua mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Wafungua maisha yetu Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana. Takutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu.
katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, twaja mbele zako Bwana, panyenyekea mbele zako ili jina lako litukuke Bwana. Wajua ya kwamba twakugoja Jehova Mungu Israeli kwa saburi. Jehova Mungu Israeli, utakuwa pamoja nasi katika siku ya leo Bwana. Utatuonekanie katika mioyo yetu Bwana. Wajua ya kwamba mambo ambayo ilikuwa imekufa Bwana imefufuka kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukiketi Jehova Mungu Israeli tukugoje Bwana. Kwa mioyo ya kiroho Jehova Mungu Israeli. Kwa masikio ya kiroho Jehova Mungu wa rehema. Ili tukaweza kukusikia na kukutii wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Pamleta mkononi mwako atakayesimama mahali hapa. Ukampe kibali Bwana wa mabwana. Akaweza Jehova kusimama mbele za watu wako na kuleta neno lako. Jinsi neno lako lilivyo Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na utukuzwe, pewe sifa na heshima. Kwa kuomba utulivu wako Bwana. Baba Roho wako Mtakatifu akaweza kutamalaki katika hii nyumba Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na utukuzwe Bwana. Pewe sifa na heshima ni zako. Nani katika jina la Yesu Kristo twaomba tukiamini. Amen. Na vigelegele tukialika neno la Bwana. 1 2 3. Amen. Ambia mwenzako amen. Salimia mwenzako, mwambie tuko leo. Bwana Yesu asifiwe. Mwamba mwenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo ya damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi kwa kazi zote pia nitimize sheria, nijapofanya bidii, nikilia urishi makosa, ndiye wa kuokoka. Pigia Bwana makofi. Haleluya. Na wasalimu na salamu za Pasaka, hamjambo. Na wasalimu tena kwa salamu za Pasaka, hamjambo. Mada yetu leo ni amefufuka. Natangaza tena mada yetu leo ni okay. Bwana asifiwe sana. Kwa wale hawanijui, nijitambulishe kwa sababu ya wageni. Mimi naitwa Bishop Karanja. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kuwa mahali hapa na kufikishiwa siku kama hii ambao ni ya ajabu ya ufufuo. Bwana asifiwe. Tumeweza somewa vitabu vyote ambavyo tutakuwa tukiongea juu yake. Tumesomewa katika Luka 24 mstari 1 hadi 7, na tumesomewa hayo mengine ambayo yamefuatilia mahali pale. Tutaguzia tu mambo hayo kwa ufupi, ni kwa ajili ya siku hii. Siku hii ni muhimu, ni kwa sababu ni siku ya Pasaka, siku ambao tunakumbuka kufufuka kwake Yesu. Bwana asifiwe sana. Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu Kristo alitupenda kiasi hii. Leo sio siku ya kawaida, na ndio naona kila kitu inabadilishwa kwa sababu sio siku ya kawaida. Siku hii ni siku ya ushindi. Ambia mwenzako ni siku ya ushindi, na ni siku pia ya furaha. Bwana asifiwe sana. Ni siku ya tangazo kuu ya kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. Bwana asifiwe. So kwa hivyo leo ni siku ambayo ni nzuri, na siku ambayo tunatakiwa kushukuru Mungu. Wale ambao hatujakuwa na nyinyi wiki mzima, sisi tulianza kusherekea mambo haya tangia Jumatatu. Na siku ya Jumatatu
Mungu alituonyesha kujitoa kwake. Kujitoa kwa Mungu. Tukaona jinsi alivyojitoa ni kwa sababu yako mimi na wewe. Siku ya Jumanne tuliangalia tukaona nguvu ambayo iko na msalaba. Na pia tuliweza kujifunza kwamba msamaha uko na pia upendo. Na pia tukaweza kujifunza juu ya Agano Jipya. Na pia Ijumaa tulikuwa hapa na tukashukuru Mungu, ni kwa sababu tulipewa mambo mazuri. Yesu pale msalabani alisema imekwisha. Bwana asifiwe sana. Na tuliweza kuelezea vizuri ni nini hiyo iliyokwisha. Leo Mungu anadhibitisha kila kitu kwa tukio moja tu. Tukio la nini? La ufufuo. Bwana asifiwe sana. Kama Yesu hangefufuka, imani yetu isingekuwa na maana. Umesikia vile nimesema? Kama Yesu hangefufuka, imani yetu haingekuwa na maana. Lakini kwa sababu amefufuka, tuna ushindi kamili. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu ambacho tumesoma katika Luka 24, nitaangazia mstari wa 5 na wa 6. Kama unakumbuka tulisoma mahali tulisoma, fungua hapo. Nitaangazia mstari wa 5 na wa 6 ambao unasema, nao walipoogopa wakainama kifundifundi, wale watu wakamwambia, mbona mnatafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni jinsi alivyowaambia alipokuwa Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa katika mikono ya watu wenye dhambi na kusulubiwa, na siku ya 3 kufanya nini? Kufufuka. Bwana asifiwe sana. Maana mnatafuta aliye hai katika wafu. Hayupo hapa, amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikufa, akazikwa, kaburi likafunguliwa, lakini siku ya 3 kaburi likawa tupu. Na hii ndiyo siku ambayo tunasema maana yake kifo haikuweza kumzuia. Kifo haikumshinda. Nasema tena, hata giza haikuweza kumdunisha yeye. Shetani alishindwa pale kabisa, ni kwa sababu alidhania kwamba Yesu hatafufuka. Waliompiga Yesu walidhani, naimba namna gani? Hebu sema tena. Pigia Bwana makofi. Haleluya. Kifo haikumshinda. Nasema tena, kifo haikumshinda. Hiyo giza iliyokuweko haikuishi. Shetani alishindwa pale, ni kwa sababu ya ufufuo. Ufufuo, wapendwa, ni ushindi wa mwisho juu ya mauti. Kwa maisha yetu hakuna hali iliyokufa, hakuna hali ambayo inatuzunguka ambayo imefungwa. Hakuna hali iliyokufa kabisa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hata kama mambo unaona kama amekufa, haiwezi kufa kabisa, kwa sababu sisi tuna imani na tuna tumaini, na ni kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba hakuna kitu inaweza kufa ndani yetu, kwa sababu Yesu aliweza kufufuka. Nasema tena, hakuna kitu inaweza kufa ndani yako, kwa sababu Yesu amefufuka. Wakati mwingine huo unafika mahali unasema, mimi siwezi amuka, lakini nakwambia hakuna kitu ambayo ni kizito mbele ya Mungu. Nasema tena, hakuna kitu kizito mbele za Mungu. Ikiwa alishinda kifo, ni nini hiyo ambao unaona kana kwamba haiwezekani? Itawezekana. Mungu anaweza kufufua tena. Nataka nikuambia kwamba Mungu anaweza kufufua tena. Sijui maisha yako jinsi ilivyo, lakini nataka kukuhakikishia ya kwamba Yesu huyo anaweza kufufua tena. Wapendwa, siku hiyo ilikuwa siku ya ajabu.
Wamama wale ambao tumesomewa hapa na dada mmoja walikuwa wanashuka kwenda kuangalia kaburi la Yesu. Wamama walikuwa na huruma na huzuni, ni kwa sababu ya mambo ambayo ilikuwa imetendeka. Lakini walipofika mbale mlangoni, sauti inawatokea na wanaambiwa, mbona mnatafuta aliye hai katika wafu? Imagine hawa wamama vile walivyokuwa na mzito katika moyo wao, wakijua Mwokozi ambao walikuwa wamemtambua ya kwamba sasa ameenda. Wanaenda mahali pale wakidhania ako tu pale, hata pengine wadudu wameanza kula mwili wake. Lakini jambo lililoshitua ni kwamba walifika pale wakidhania amekufa, wakaambiwa, nyinyi muko in the wrong place. Hapa sio mochari, hapa sio kaburi, yule mnayemtafuta already ameweza kufufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni jambo ambalo linatia nadhania vile walivyosikia katika moyo wao. Mtu aliyekuwa amempenda, waliyekuwa amekosa matumaini ya kwamba atafufuka, ameenda kabisa. Lakini inafunguka kwamba wanaenda pale wanakuta kaburi iko wazi. Kaburi iko wazi, hayuko tena. Na wanapewa ujumbe wa ajabu ya kwamba amefufuka. Hata kama ni wewe, ungefurahi aje mtu uliyompenda unapata amefufuka? Bwana asifiwe sana. Huwa ninashangaa na watu wa dunia. Mtu akikufa saa hizi alafu afufuke, watu huwa wanatoroka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtu akufe tu ujue amekufa, alafu amuke hivi, watu huwa wanatoroka. Na watu wengi hata wakati mwingine, wakati wanaota mtu mwenye alikufa, huwa wanakuwa na shaka ndani ya mioyo yao. Bwana asifiwe sana. Nadhani unajua mimi nilitembelewa na mtu fulani aliyekufa. Wacha niwaambie, Yesu hata kama angetembelea nani kama amefufuka, ilikuwa ni furaha. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni ushindi. Na wakati mwingine huwa nasema, na sijui ni mimi, tangu nijue kwamba Yesu alifufuka, mimi huwa sina wasiwasi na mtu mwenye amekufa akiniongelesha. Bwana asifiwe sana. Sio kuningelesha ati aniambie nifanye kitu, hapana. Nikimuona picha yake na hawakujagi, kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu akisha kufa hana sehemu tena katika ulimwengu. Si ndio Biblia inasema? Na kwa hivyo hata anapokuja mimi haditishi, na pengine ni mawazo yangu imekuja, so huwa ninasema huyo mimi sina sehemu na yeye. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa tunafurahia yule aliyefufuka na aliyetuokoa. Sijui kama umeshika kitu nimesema hapo. Kuna watu wanakuwa na wasiwasi sana wakiona mtu ambaye aliyekufa, wanakuwa na wasiwasi. Wakati mwingine ukiwa unaunganisha na yeye, hapo ndipo utakuwa na wasiwasi. Biblia inasema kwamba hatuna sehemu na yeye. Lakini Yesu hayuko kaburi tena, yeye amefufuka. Kwa hivyo tuko na uhusiano na yeye yule aliyefufuka. Bwana asifiwe sana. Kifo hakiwezi kutushinda sisi. Natangaza tena, kifo hakiwezi kutushinda sisi. Giza haiwezi kutushinda sisi. Shetani hawezi kutushinda sisi, kwa sababu yule ambaye ako ndani yetu yu hai, amefufuka. Shetani anamuogopa huyo aliyefufuka. Na kwa hivyo sisi, kwa sababu tumeokoka, tumemkubali ako ndani yetu, kwa hivyo sisi kifo hakina nguvu ndani yetu, haitatushinda. Sisi sio watu wa kuogopa kufa, ni kwa sababu tunajua kwamba hata tukifa tutatawala tena. Bwana asifiwe. Hata tukifa tutafanya nini? Tutatawala tena. Na kwa hivyo shetani anapoona wewe hauna shida na kifo, hakuna wakati atakuletea vita vya kufanya utakufa, kwa sababu anajua hata akikwambia utakufa hauwezi ogopa. Ni kwa sababu kuna yule ambaye unaamini ya kwamba huyo ambaye alifufuka yu hai na ako ndani yako, na kifo hakimshindi tena. Na kwa hivyo sisi kifo sio shida kwetu. Sisi hatuogopi. Shetani akikuletea ati utakufa, mwambie mimi ninaye yule ambaye aliyefufuka. Nimeona watu wengi wakitishwa sana na kifo, na kuna hata manabii wengi watapeli vile ufanya. Uambia mtu wewe utakufa. Saa hizo ukiambiwa utakufa, utajaribu juu chini ufanye chochote ndio ujifend usikufe. Simbai kujua hivyo. Ukiambia ulete chochote utaleta ili usikufe. Sisi sio watu wa kuogopa kifo tena. Na shetani asikie, sisi hatuogopi kifo. Yule yuko ndani yetu alishinda kifo. Bwana asifiwe sana. Shetani, sikia mahali ulipo kama unaishi, ya kwamba sisi hatuogopi kifo. Ni kwa sababu yule aliye ndani yetu amefufuka. Nasema tena amefufuka. Ufufuo ni ushindi, wapendwa.
ni ushindi dhidi ya mauti. Kwa maisha yetu wapendwa, hakuna hali ambayo itakaokufa kabisa ndani yetu. Kuna watu wanasema hii biashara yangu inakufa. Hakuna biashara itakufa, kama Yesu alifufuka inafufuka. Wengine wanaona maisha yao kama kweli imelaliwa sana. Wanasema mimi hata sina maana. Wacha nikwambie, wewe hautaisha kabisa, kwa sababu Yesu hakukaa kaburini. Mambo yako ambao unaopitia mengine mazito, nataka nikuhakikishie ya kwamba, kumbusha shetani haya mambo unaosema haya. Jambo la kwanza, haya mambo Yesu ndio aliangikwa msalabani, akabeba makosa yetu yote, akabeba laana zetu zote, akabeba makosa yote tuliyokuwa tumeangaziwa. Kustakiwa kwetu wote aliubeba. Wewe shetani, kumbuka, mimi sitakufa, nitatawala tena. Kuna mama ameomba aishi maisha mengi. Mama, ishi maisha mengi katika jina la Yesu. Amen. Pokea hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wewe sio wakufa. Hata kama mwili huu waweza ondoka, wewe utaishi na utatawala tena, kwa sababu yule tunayemwamini ako hai, amefufuka. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi yanaonekana kana kwamba imekufa maishani mwako. Labda ni afya yako, unaona kana kwamba sasa hii haiwezi fufuka tena. Nataka nikutangazie leo, yule aliye ndani yetu hakuna kitu kinamshinda. Hata kama ni ugonjwa haimshindi yeye, ameshinda kifo. Afya yako hautaisha kabisa, utafufuliwa. Huduma yako labda unaona kwamba imeenda chini kiasi ya kwamba haiwezi inuliwa tena. Labda umeanza kutafuta huduma yako kwa mahali ambapo hakuna uhai. Unajua watu wengine wanaenda kutafuta huduma zao mahali ambapo hakuna uhai. Na hata saa zingine huwa wanakutana na watu huko, wanaambiwa sasa unatafuta nini hapa? Hapa hatutakagi watu kama wewe. Bwana asifiwe sana. Sijui kama umeenda mahali unaona watu hata wanahepa kuongea maneno fulani kwa sababu uko mahali hapa. Ukiwa umesimama vizuri na neno la Mungu, utaona watu wanaenda mbali, hawataki kukuja karibu na wewe. Na ukijaribu kusonga kwao karibu, anakuambia wewe sasa nini, si wewe umeokoka? Wanakukumbusha. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hauwezi kaa mahali ambapo huduma yako haiko. Ni lazima ukae mahali huduma yako iko hai. Ninaongea hii nikisema hivi, Mungu anaweza fufua lolote ambalo liko katika maishani mwako. Kuna mtu analia anasema huduma yangu imeenda chini, imekufa. Haijakufa, inafufuka leo, kwa sababu Yesu amefufuka. Ndoto zako umeziangalia, umefika mahali unasema ndoto zangu zimekatishwa. Ndoto zangu zimekatishwa. Mimi sitagi nyota, I never call them nyota, naitaka ndoto. Bwana asifiwe sana. Labda ndoto yako mahali unataka kufika, unaona kana kwamba imekatizwa. Na si imekatizwa na mtu, kwa sababu hakuna mtu anaweza katiza ndoto yako kama wewe uko na Kristo. Natangaza tena, hakuna mtu anaweza katiza nyota yako vile wanasema. Bwana asifiwe sana. Hakuna, kwa sababu yule ambaye ako na uwezo anaweza kufufua. Ndoto zako zinafufuliwa leo kwa sababu Yesu amefufuka. Ndoa yako inafufuliwa leo kwa sababu Yesu anafufua. Afya yako inafufuka leo kwa sababu Yesu anafufua. Katika jina la Yesu. Ufufuo inadhibitisha kazi ya msalaba. Nasema tena, ufufuo inadhibitisha nini? Kazi ya msalaba. Pale msalabani Yesu alisema kwamba imefanya nini? Imekwisha. Bwana asifiwe sana. Na leo imekubalika ya kwamba imekwisha. Nini? Kifo haina nguvu. Leo Mungu anasema nimekubali ufufuo, nimekubali. Bwana asifiwe sana. Dhabihu imekubaliwa. Yesu, Bwana Mungu anapotazama Yesu pale msalabani, anamfufua kwa sababu hiyo dhabihu imekubalika. Kama haingekubalika, Yesu angebaki tu pale kaburini. Lakini kwa sababu hii dhabihu aliyotoa ilikubalika, dhabihu ya kututoa katika laana, dhabihu ya kututoa katika mashaka, dhabihu ya kututoa katika hofu, dhabihu ya kututoa katika kutukanwa na mambo mengi. Yesu wa Mungu ameikubali hiyo dhabihu, na ndio asubuhi ya leo Yesu amefufuka. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba dhabihu imekubaliwa.
dhambi zimesamehewa. Nasema tena, dhambi zimesamehewa kwa sababu Kristo amefufuka. Wokovu huu tunao ni halali. Wokovu huu ni halali kwa sababu ya nini? Tumehakikishiwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kuna watu huwa wanaenda wanainamisha hivi, hata wataki kusema mimi nimeokoka, kwa sababu wanadhania kwamba hawajatosheka, hawajakamilika. Pale msalabani wokovu tumeupata. Bwana ametoa uzima wa bure, na yule atakaye atapata bure. Bwana ametoa uzima wa bure, na yule atakaye atapata bure. Haleluya! Leo ni siku ya kupata wokovu bure kabisa. Bure, hakuna malipo, hakuna sadaka unatakiwa utoe ili upate huo wokovu. Ameutoa bure, maana amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 4 mstari wake 25, kama unaweza kimbia hapo. Anasema kwamba yeye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Nirudia tena. Yeye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Wapendwa, alifufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Tumehesabiwa haki, wapendwa, kwa sababu ya kufufuka kwa huyu Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Bwana anasema ya kwamba ombi la mwenye haki analisikiza sana. Sijui unajihesabia wapande gani, wewe ni mtu wa haki, sijui unajihesabia mahali gani. Kwa sababu ya kifo cha Yesu, na mimi nimemkubali, amefufuliwa, ndio nihesabiwa haki. Wale ambao wamenishutumu kwa mambo mengi, leo hawatanishutumu tena, ni kwa sababu Kristo amefufuka. Mimi nahesabiwa haki. Unajua kuhesabiwa haki ni namna gani? Kwa mfano, umeenda kotini, umeshtakiwa na mambo fulani, lakini umefika pale, jaji amesikiza kesi yako na anasema kwamba wewe hauna hatia tena, nimekuachilia. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo tumefanyiwa. Wakati mwingi kesi huwa zinasukuma watu sana. Watu wanatumia pesa mingi ili waweze kuweka mawakili na waweke watu ambao watakaowatetea. Lakini wakati mwingine hata wanapotumia pesa hizo, jaji akifika mahali pale, haangalii struggle yenye umestruggle huko, hauangalii shida zenye umepitia wakati hata uliwekwa rumande pengine hata miezi 5, au wengine anakaa hata miaka 5. Lakini wakati kesi imefika, anaiweka mbele, anasema na wewe umehesabiwa haki. Hebu fikiria furaha ambayo iko na mtu kama huyo, akitoka hapo kotini kama amefurahi, akisema waliosema mimi sio haki, sasa mimi nimewachiliwa, niko haki. Hivyo ndivyo Yesu amesema, sisi tuko haki. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni kitu ya kufurahia, wapendwa, siku ya leo. Waacha kugandamishwa na huyo shetani anakuambia, unajua jana, si unajua nini, si unajua. Mwambie, sikiza, mimi ninaye yule ambaye ninaenda kwake, ambaye alinatakaza, ambaye amenisamehea, ambaye hanihesabii haki, hanihesabii mabaya, ananihesabia haki. Wapendwa, Biblia inatuambia kwamba yeye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Mimi ninapokumbuka hiyo jambo la kuhesabiwa haki, huwa ninaenda mbele za Bwana bila wasiwasi. Namwambia, Baba, nimekuja mbele zako, ninataka hii na hii. Na Baba, kwa sababu amenisabia haki, hakuna wakati ataniambia wewe toka hapa, hata wewe sio mzuri. Anasikiza na ananijibu maombi. Haleluya. Ni kwa sababu already yule aliyo ndani yangu ni haki na ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo ninapoenda mbele ya Baba yangu nimwambia, Baba, I need this and this. Baba anaangalia, anasema, my son, my daughter, take it. Take it. Wakati mwingine huwa tunaona kana kwamba imekaia, lakini Mungu wetu ni mwaminifu.
Anajua lolote ambalo tunalolitaka katika maisha yetu na ambalo linalingana na neno lake ni lazima atalitimiza. Yeye hutimiza haja za moyo wetu kulingana na mapenzi yake, kulingana na neno lake. Sijui ni nini hiyo unatamani ambao ni ya kumtukuza Mungu na yet haijakuja kwako. Nataka nikutangazia kwamba iko njiani, kwa sababu wewe umehesabiwa haki. Nasema umehesabiwa haki. Ufufuo ni muhuri wa Mungu juu ya kazi ya msalaba. Ni muhuri tu, anaweka muhuri. Yes, yale ambayo ilibeba pale msalabani nimeyakubali, nimekusamehea, nimekutakaza, nimekufanya kiumbe kipya. Wewe sio mtu wa kawaida. Ni kwa sababu hata ndio unaona ametuchagua. Anasema nataka nijenge na nyinyi, kwa sababu ametuchagua, amejua tuko haki. Anatuchagua, anasema na sasa ninajenga na nyinyi, nataka kutembea na nyinyi, kwa sababu mmekubalika mbele ya macho yangu. Ufufuo unatuletea maisha mapya. Ufufuo unatuletea maisha mapya. Warumi 6:4 inasema hivi: basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana asifiwe sana. Tunaenenda katika upya wa uzima. Tunaenenda katika upya wa uzima. Yesu amefufuka, sio wa kawaida. Sasa sisi tunatembea katika hiyo nafasi ya uzima tena. Yaliyokuwa yamekufa yamefufuka, yaliyokuwa yametugandamiza yametolewa. Kuna watu bado wanabeba mizigo na ni wa Kristo. Kuna watu bado wanabeba mizigo na ni wa Kristo. Hawajui ya kwamba mizigo hiyo shetani anawadanganya, anawaambia ni nyinyi mnatakiwa muibebe. Anawachokesha. Mizigo hiyo iliondoka kitambo pale msalabani. Hauna haja ya kubeba chuki ndani ya moyo wako, kwa sababu wewe hauna nafasi ya kuiweka. Yule aliye ndani yako hana chuki, anapenda kila mmoja. Bwana asifiwe sana. Yule unayembeba ndani yako na umemtambua, yeye hana laana na huna laana yoyote. Ni kwa sababu yule ndani yako hawezi beba laana. Yeye ni mtakatifu. Wewe ambaye umeshinda kubeba tu mzigo, Yesu anasema, na wewe ambaye unayolemewa na mzigo, ilete, chukua yangu ndio nyepesi. Yesu anaposema mzigo wake ni nyepesi, ni kwamba anasema kwamba kuja kwangu mambo yote nitaweka tambalale, nitaweka laini. Wapendo, tumpende Yesu, maana amefufuka, kusudi alivyofufuka katika wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Ufufuo haikuwa tu tukio la kawaida. Hapana, ni uzoefu wa maisha ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Sio tukio ya siku moja kama leo. It is something that done every morning, every day. Kufufuka kila asubuhi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kwa sababu huyu aliye hai, yeye ni Mungu wetu. Mambo mapya tunayopokea ni kama maisha mapya, moyo mpya, mwelekeo mpya, na hata nguvu mpya. Si asubuhi ya leo mwanaona nguvu mpya ambayo tuko nayo? We can speak, we can talk, we can preach, kwa sababu we have a new strength. Tuko na nguvu mpya kwa sababu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Hata wewe natangaza ya kwamba ukitoka mahali hapa, nguvu mpya, moyo safi, moyo mpya, moyo ambao hauna uzito, moyo ambao hauna majuto, moyo ambao hauna manunguniko, moyo ambao hauchoki. Unaenda kuupokea kwa sababu Kristo amefufuka. Nasema unaenda kuupokea kwa sababu Yesu amefufuka. Dakika zangu. Bwana asifiwe sana. Yes, niko sawa. Kwa hivyo jambo ambalo nataka nituambie, twende katika Wakorintho wa pili wa pili 5 mstari 17. Wakorintho wa pili 5 mstari 17 inasema, hata imekuwa
Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anasiwe sana. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kristo ako ndani yetu. Mtu yule wa zamani ameondoka. Mtu yule ambaye alikuwa na uzito ameondoka. Mtu yule ambaye alikuwa na manunguniko ameondoka. Sasa sisi ni watu wapya ambao ni wa kumtegemea huyu ambaye ametuhakikisha ya kwamba kweli anatupenda na yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Kristo wewe si yule wa zamani tena. Natangaza tena, katika Kristo wewe sio yule wa zamani tena. Wewe ni kiumbe kipya, kiumbe ambapo hakuna kitu inaweza kujishikilia. Yesu alipofufuka, wanafunzi walitaka kumguza, lakini Biblia inasema kwa sababu sasa alikuwa kuwa na mwili mwingine, hangekubali wamguze. Huo mwili ndio Mungu ametupea. Katika kiroho haiwezi kutushika na chochote, haiwezi kutushika na mambo ambayo ni maovu, haiwezi kutushika na nguvu za giza, kwa sababu zilishindwa pale msalabani. Sisi tumekombolewa, na shetani anangojaga tu asikie ukisema mimi nataka kukombolewa, mimi nataka kukombolewa. Saa hizo anakudanganya na mambo mengi. Wewe umekombolewa katika jina la Yesu. Nasema umekombolewa katika jina la Yesu. Ufufuo unatupatia nguvu ya kuishi kwa ushindi. It gives us power to live again. Bwana asifiwe sana. Watu wengi ambao wameokoka wapendwa, lakini bado wanaishi katika kushindwa. Ni kwa nini wapendwa? Hajaelewa nguvu za ufufuo. Ni kwa nini watu wanaendelea kushindwa? Hawajaelewa nguvu za ufufuo. Nguvu ya ufufuo wapendwa inafanya mambo mengi. Imeshinda dhambi, imeshinda hofu, imeshinda majaribu. Hiyo nguvu ya ufufuo. Bwana asifiwe sana. Na Paulo siku moja akanyamaza akasema, nataka kukujua vizuri sana Yesu, na hata nijue siri ya hizo nguvu ambazo zilizokufufua. Waefeso 1:19-20 inasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tumainio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume mbinguni. Bwana asifiwe sana. So kama jinsi alivyomweka pale, hivyo ndivyo nasi ametuotoanisha na mambo yote. Shida ya dhambi haiwezi kutulemea, haiwezi kulemewa na hofu ambao shetani analeta. Hata majaribu yakija hayatatushinda, kwa sababu tunaye huyo Yesu ambaye bado yuko hai. Manabii wengi waliokuwa kwa mwanzo wote kaburi zao zaonekana, lakini huyu sio nabii kama jinsi watu wanavyodhania. Yeye ni mwana wa Mungu. Kaburi lake haliko tena, limefunguliwa. Walimtafuta wakamkosa. Bwana asifiwe sana. Na ndio sisi kama Wakristo tunamwamini huyu ambaye aliyefufuka. Ufufuo umetuhakikishia ya kwamba yeye ni Mungu. Oh, hallelujah. Nguvu ile ile iliyomfufua Yesu iko ndani yetu, na ninajua watu wengi hawaamini. Hiyo nguvu iko ndani yetu. Kama kuna kitu unasikia kimekufa ndani yako, hebu activate hiyo nguvu. Activate hiyo nguvu. Sema, kupitia nguvu iliyomfufua Yesu, hii jambo nifufuke katika jina la Yesu. Na itafufuka kwa sababu ufufuo huo, nguvu hizo tuko nazo ndani yetu. Huyo Yesu yuko hai, yuko ndani yetu. Watu wengi ambao wanaona kana kwamba wanalemewa, ni kwa sababu hawajajua hiyo nguvu ya kufufuka. Ninapomalizia nataka kusema hivi, tafadhali mpendwa, jenga maisha yako katika ufufuo. Wapendwa, katika kanisa letu, katika hiyo kauli mbiu yetu, kujenga pamoja na Mungu,
tunajifunza leo jambo moja, ya kwamba hatuwezi jenga kwa nguvu zetu. Haleluya! Tunajenga kwa nguvu za ufufuo. Hizo ndio zinafanya muone mambo mengi yanafanyika hapa, kwa sababu hizo nguvu zinaandamana na sisi. Kitu ambacho tunaona kama haiwezekani, inawezekana kwa sababu tuko na hizo nguvu. Kuna mambo mengi tumetarajia mwaka huu, tuna mambo mengi tunayapanga, tuna mambo mengi tunakusudia kuyatekeleza hata miaka inayokuja katika huduma yetu. Wapendwa, kuna watu wanaona kama haiwezekani, lakini sisi kwa sababu tuko na hiyo nguvu ya ufufuo, hakuna kitu itatushinda. Hakuna kitu ambao itakuwa ngumu kwetu. Wakati mwingine tunaweza kujiona kama sisi ni wachache, kama sisi ni wadhaifu, lakini jambo ambalo Mungu analifanya kwa sababu nguvu hizo ameziachilia ndani zetu. Hakuna kitu chochote utakaokiguza na mkono wako kama kimekufa kikose kuamka. Utashika kikafufuliwa. Kama ni biashara yako haitakufa tena, utaishika, itafufuliwa, kwa sababu uko na nguvu za ufufuo. Nguvu za ufufuo zilimfanya shetani atoroke, aende mbali, akae kando, kwa sababu hiyo ndio kitu hangeweza. He could do nothing about it. Hangemuua Yesu tena, hangefanya chochote Yesu akufe. Nguvu hizo zilimshinda, na kwa sababu ameshindwa, ataendelea kushindwa maishani katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Imani ambao Mungu anatupea ni imani ambao haitatikisika, hata kama mawimbi yaje, hata kama majaribu yaje, hata kama nini ije. Imani ambao tuko naye katika Kristo haitatingizika. Nasema tena, haitatingizika, kwa sababu nguvu yenye tuko nayo ya ufufuo ni wewe tu unakataa kuikubali. Just accept it, na uone mambo yote yakifufuka katika jina la Yesu. Imani jipi ambao Mungu ameweka ndani yetu, ujasiri wa kiroho ambao anawachilia ndani yetu. Natangaza ya kwamba kuanzia leo ujasiri wa kiroho unajaa ndani yenu, unajaa ndani yenu, unajaa ndani yenu. Mama, unajaa ndani yako. Kijana, unajaa ndani yako. Hautaenda tu kama umenyanyisha kichwa, utasema mimi nimekombolewa na nitafanya yale ambayo inasaidia nifanye. Shetani atakuja ndio nyuma. Wengi wetu huwa tunaangalia vile watu watasema juu yetu. Wengi wetu huwa tunasazama vile watu wanasema. Hiyo haiwezi kutudefine. It cannot define us. Hallelujah. Sisi tu are defined na ufufuo na nguvu za ufufuo. Hata mtu aseme nini kukuhusu ama kinyume chako, kumbuka kitu moja: yule aliye ndani yako ana nguvu ambazo zinafufua vitu ambavyo vilivyokufa. Nataka uanze kutafakari katika moyo wako leo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara. Nataka uinamishe uso wako tunapoimba imba ho. Ewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, si kwa majeshi wala silaha, kwa Roho Mtakatifu. Simama mahali ulipo sasa, simama mahali ulipo, simama mahali ulipo sasa. Si kwa majeshi. Inua mikono yako, mwambie Bwana, nimejua nguvu ambazo umeweka ndani yangu.
mtakatifu, giza zimeshindwa kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Wapendwa, tukiwa katika hali hiyo, kumbuka ya kwamba tumejifunza ya kwamba ufufuo ni ushindi juu ya kifo. Tumejifunza pia ya kwamba unathibitisha kazi ya msalaba. Ufufuo unaleta maisha mapya, na pia ufufuo unatupa nguvu ya ushindi, na hii ndiyo injili kamili. This is sound doctrine. Kwa unyenyekevu mkubwa, wapendwa, ningeomba kama uko mahali hapa na umesikia kuhusu hizi nguvu za ufufuo, leo ni siku ya kupokea uzima. Hujaokoka, wacha hii iwe siku yako ya kupokea huu uzima, kwa maana Yesu ametoa uhai wake bure, ni kwa ajili ya kukupenda. Labda uko mahali hapa hujapata kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kimbia hapa mbele, usiogope, kwa sababu chenye unaenda kupata sasa, unaenda kupata kitu ambacho hakuna ayaye yote atakaweza kukunyang'anya. Ni yako bure. Uko mahali hapo unahisi ya kwamba mimi nataka kumpokea Yesu, hizo nguvu za ufufuo nataka, nazihitaji. Kuna mambo mengi sana imekufa, imenilemea maishani mwangu, ni kwa sababu sijampokea Kristo awe mwokozi wa maisha yangu. Karibu sana, karibu tote tu, kama tumefunga macho, na kama uko mahali hapo usiangalie mtu yeyote, wewe jikaze tu. Kama ni wewe unajihisi moyo wako, labda hii ndio siku ambao Mungu amekuleta mahali hapa, siku ambao ni muhimu sana uweze kusikia jinsi nguvu hizo zinafanya kazi, tukingojea huyu ambaye anataka kumpokea Yesu. Labda wewe umechoka katika hali ya kiroho, umechoka, you don't know what to do. Leo ni siku ya kufufuliwa upya. Una hilo jambo ambalo unasema nahitaji ufufuo. Umechoka kiroho, umechoka, hata kuomba ni ngumu, hata kusoma neno ni ngumu, hata kufikiria mambo ya Mungu ni ngumu. Ninakupea dakika ya kuja mahali hapa. Oh, haleluya, haleluya. Tukifuatiwa na hao ambao wanasia kwamba wamechoka, waliovunjika moyo. Labda kuna mambo mengi imekuvunja moyo, kimbia hapa tunapoomba na wewe. Mimi nafanya tu kusudi la Mungu, ninakualika tu. Mungu anaenda kufanya jambo hapa leo. Kuna uzima mpya ndani ya Yesu. Tunapoimba hiyo wimbo, tunapojitayarisha to the next stage, wapendwa, leo ni siku ya jambo muhimu sana tunaenda kulifanya, na ndio nimepeana hiyo nafasi kwanza, ni kwa sababu tunaenda kumega mkate. So nimekupea nafasi ya kumpokea Yesu, nimekupea nafasi hiyo ambayo nimekuita, ili tutakapoenda kumega mkate, haya mambo yote itakuwa imeondoka, na utakuwa sasa ukihakikisha wakati tunamega mkate. Ndio nimeita, kama hujaokoka, unajua hata kumega mkate kama hujaokoka
haitamaanisha chochote, haitakumaanishia chochote. So ili nikupe nafasi, ndio nimekualika wewe ambao unasikia kwamba I need Christ in my life. Karibu wewe ambao unasikia umevunjika moyo, kwa sababu pia ni vizuri kuja hapa mbele tuombe kabla ya kwenda katika sehemu yetu ya pili. Inua mikono yako mahali ulipo, hata kama hautakuja basi inua mikono yako. Unajua watu wengi huwa wanaogopa kuonekana kana kwamba pengine wameishi kabisa, wakikuja kusema wanataka kuokoka, wanaona kama watu watawacheka. Hii ni maisha. Viongozi nataka kuomba ni kwa sababu ya huyo mwenye amevunjika moyo. Nataka kuomba ni kwa sababu ya huyo ambaye anataka kumpokea Yesu. Nataka kuomba ni kwa sababu ya huyo ambaye amechoka kiroho. Inua mikono yako mahali ulipo. Hata hapo mahali huko inawezekana. Nguvu hii haiko tu mahali pamoja. Nguvu hii inawezekana kukupata mahali ulipo. Kama unahisi kukaa chini umechoka, wewe kaa chini. Lakini kama unahisi ya kwamba unataka kusimama, simama tu. Inua mikono yako juu tunapoomba ombi hii. Baba, wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu. Tazama leo umetunenea mambo makuu ambayo hatukuwa tunayajua. Umetunenea kwamba kupitia hizo nguvu za ufufuo umehakikisha yale yote yaliyofanyika pale msalabani. Umeifanya kwamba umetusamehe dhambi zetu. Umetufanya viumbe vipya. Tunashukuru Baba, ni kwa sababu ya upendo huo wote ulioutoa msalabani. Bwana Yesu, ninaamini ulifufuka. Ninapokea uzima huo leo. Inua mikono yako useme nimepokea uzima huo leo. And I can feel it. Nasikia kwamba hiyo nguvu inashuka juu ya watu. Kuna watu hiyo nguvu inashuka. Unaweza tania haishuki, lakini nashuka kwa watu ambao wamefungua mioyo yao na wako tayari ufufuo, nguvu ya ufufuo ifufuke juu yao. Bwana Yesu, kama nimeinua mikono yangu, ninaamini nguvu za ufufuo. Ninapokea uzima huo mpya siku ya leo katika jina la Yesu. Baba, fufua kila kitu kilichokufa ndani yangu. Oh, si umwambia fufua hiyo huduma, si umwambia fufua hiyo kazi. Oh, ana uwezo wa ufufuaji. Baba, fufua chochote kilichokufa ndani yangu, vipawa vilivyokufa. Oh, Mungu na uwezo wa kuzifufua miongoni mwetu kama wazee, miongoni wetu kama wamama, miongoni wetu kama Yuda. Baba, hiyo nguvu tumeikubali, tumeipokea. Fufua
Fufua huduma zetu. Wengi tumechoka kiroho, wengi tumechoka, hatujui tufanye nini. Tumeona kama ni mambo tu ya kawaida. Baba, umetukumbusha leo sio mambo ya kawaida. Hizo nguvu Baba zishuke, shuka. Mwambia Bwana akujaze na nguvu ya ufufuo ili uishi kwa ushindi. Umeishi katika mambo ambayo ni ya kushindwa tu kila wakati. Alika hizo nguvu upate ushindi, uishi maisha ya ushindi, maisha ambayo ni ya furaha, maisha ambayo sio ya kugandamizwa. Ambia Bwana Yesu, oh, fufuo huo ingia ndani yako. Oh, haleluya. Keti kwa dakika moja ninapowaelekeza. Tumeomba ombi hilo na nashukuru Mungu ni kwa sababu ni mwaminifu. Wale ambao wamekuwa tayari kupokea wamepokea. Hii si jambo hata la kuonekana na mwanadamu, sio ati kitu tatingika hivi ndio uone imefanyika. Ni ya kupokea ndani ya moyo wako, na ukishapokea ni siri yako, umepokea. Wewe ni jinsi utakavyotoka nje na kuexercise hizo nguvu, hiyo ndio itaonekana, na sio unafanya ili watu waone. Hapana, hatudhibitishi wokovu wetu sisi, umedhibitishiwa pale msalabani. Nilikuwa naambia watu Ijumaa kwamba sisi sio watu wale wa kutaka kudhibitisha ati tunafanya kitu fulani ndio watu waone tumeokoka. Sisi tunadhibitishwa wapi? Pale msalabani. And I want people to be like that, ya kwamba hata kama mtu atakudhania, lakini wewe ndani yako uko na nini? Unamjua Yesu. Katika Luka 22 tunaingia katika sehemu nyingine ambayo ni muhimu pia. Haleluya, haleluya. Yu Bwana, yu Bwana sifiwe, amefu. Haleluya, ni vizuri. Nataka tusome katika Luka 22 mstari 19. Inasema hivi: akatoa mkate, akashukuru, kaumega, kawapa akisema, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na kikombe pia vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo Yesu aliweza kuagiza ifanyike. Ni kwa sababu leo tumeona ukuu wake. Wacha iwe ni siku yetu ya kukumbusha, ya ukumbusho ya kifo chake na kufufuka pale msalabani. Alipokuwa akinena na wanafunzi aliwaambia, ilikuwa ni Thursday, wameketi katikati ya nyumba kwa meza, na akautoa mkate wake, mkate uliokuwa umetayarishwa. Hata kabla hawajakula akauchukua, akaushika na akaanza kuambia maana yake. Akamwambia, huu mkate ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kumbuka hawa hawakuwa wanajua kwamba anaenda Yerusalemu kwenda kutoa uhai wake. Pia akachukua kikombe na akainua juu akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Na mwisho akawaambia nini?
imwagikayo kwa ajili yenu. Alikuwa amewafanya mfanye hivi kwa ukumbusho wangu. Leo nataka kwenda kufanya Holy Communion, na hii Holy Communion ni ya hiari. Ni ya nini? Ni ya hiari, sio lazima, ni ya hiari. Bwana asifiwe sana. So unahisi ya kwamba unataka kumkumbuka na unataka hiyo nguvu iweze kukaa ndani yako. Hii kikombe ni ya hiari. Tutakapokuwa tukianza, nitasema, watu watasimama na viongozi watakuwa wamesimama karibu na meza hiyo. Alafu kisha kwa hiari utachukua mkate ambao tumetayarisha na utachukua kikombe ambayo imetayarishwa na utamega na utakula. Alafu uende pale chini, uketi chini, mwambie Bwana, hii jambo nimefanya, sio, it's not a ritual. Ritual ni nini? Sio ati ni tabiko, sio tabiko. Bwana asifiwe sana. Sio tabiko vile watu wanafanya kama This one ni tofauti na hiyo matabiko huwa inafanya. Hii ni jambo ambalo tunaliamini ndani yetu ya kwamba tunamkumbuka huyo aliyekufa na akafufuka ili sisi tupate kuokolewa. Oh, haleluya. Haleluya. Nataka kwenda pale kwa meza. Naomba viongozi wakakuja, tukaenda mahali pale tukaweza kushukuru. Alafu kisha tutakuwa tukipeana nafasi ya kila mmoja kumega mkate. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesimama kufanya jambo ambalo uliotuagiza ya kwamba tukalifanya kwa sababu ya ukumbusho wako. Leo tukikumbuka kufa na kufufuka kwako, tunaenda kumega mkate huu na tunaenda kukunywa kikombe hiki, ishara ya mwili wako na pia damu yako. Baba, tutakapokuwa zikimega, wacha zikawa na ufanisi katika maisha yetu ya kiroho. Wacha ikabadilisha hali yote. Mambo yote ambayo iliyokufa itafufuka leo. Mambo yote ambayo imegandamizwa ifufuke leo. Kupitia kikombe hiki, wengi walio wagonjwa wakapona. Kupitia kikombe hiki, wale ambao wamegonjeka kiroho wakapona tena. Tunakibarikisha pamoja na viongozi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Nitaomba kila mmoja, mtapanga laini, wale wataanza, kila mtu atashika kikombe, na kama itawezekana sote tushike pamoja, alafu kisha tutamega pamoja. Mimi nitasimama. Chukueni kila mmoja. Acheni. Kwanza watoto watarudi baadaye, lakini watu wazima waanze. Na usiogope, ni hiari, usiogope. Usiogope, ni hiari. So tutamega pamoja. Tunafanya sisi wote pamoja, tunaweka muziki wa chini, alafu
akatwaa kikombe, akashukuru, akamega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu utoleao kwa ajili yenu. Na kikombe hivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Haya, tumega pamoja. Haya. Haya, keti pale ulipo. Ndiye Bwana ni asante kwa sababu ya hiyo jambo mlifanya. Oh Baba, tunashukuru. Tunashukuru Baba. Oh Baba, tunashukuru. Mwambie chochote ambacho unataka kipone sasa. Kupitia kikombe hicho. Kupitia mwili wake. Oh Baba, tupone Baba, ponya mawazo yetu, tufanye viumbe vipya Bwana. Oh Baba, wale wagonjwa wanaoenda mkate huu, magonjwa yote yakapone. Ulibeba msalabani kila kitu. Mwambie Bwana haja ya moyo wako sasa. What you desire this morning, whatever you desire, it is possible. 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 Oh yes. Ambia Bwana jambo kabla ya kwenda kumsifu, kwa sababu tunataka kusherehekea kufufuka kwa Yesu. Oh yes. Ambia Bwana jambo. Pale Kalvari Obada. Moja kwa moja. Kama umemaliza kuomba, rudisha kikombe yako wewe mwenyewe, ama kuchukuliwa na viongozi. Chukulia vikombe na mzirudi kama umemaliza. Na tusimame juu. Praise and worship. Tafadhali. Tusimame juu. Hallelujah, tukirudisha vikombe vyetu. Asante.
Simameni tu hapo vile mlivyo. Mimi nataka kudeclare, alafu nitawaachia hapo. Nataka tu kudeclare kwamba Yesu amefufuka. Nataka tusimame, tuinue mikono yetu na tuseme Yesu amefufuka. Nitasema 1 2 3, alafu tuseme zote pamoja. 1 2 3. Yesu amefufuka. Tuseme tena 1 2 3. Yesu amefufuka. Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ambia jirani amefufuka. Amefufuka. Sema amefufuka. Amefufuka. Yesu amefufuka ndani yako. Amefufuka ndani yako. Yesu amefufuka ndani yako. Amefufuka ndani yako. Ndio mwenye asemi, muangalie vizuri. Mchunguze. Amen. Yes.
Mama.
makofi, shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri na vigelegele. Amen. Haleluya. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Sijui niseme nini mbele za Bwana. Tunapofikia tamati ya ibada yetu ya siku ya leo, tunajua kwamba kupitia neno la siku la leo kuna ufufuo ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa ibada ya leo tumeona ufufuo wa Bwana ukitembea katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tushangilie Bwana kwa makofi mazuri kwa sababu ya nafasi. Kuna maajabu kwamba siku ile Yesu atarudi haijulikani. Na pia siku ya leo tumekuwa na utofauti kidogo wa ibada. Ni ukumbusho tu kwamba hivyo ndivyo Yesu atakuja atupate. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa mapenzi ya Mungu ametusaidia, imefanyika. Tunapoamini, tunaposubiri tukimwongoja, tunajua kwamba maisha yetu yako na ufufuo tena. Ibada zetu ziko na ufufuo kila wakati. Maisha yako yapate ufufuo kila wakati. Kila jambo ambalo unalifanya kuanzia sasa, jua kwamba kuna ufufuo katika jina la Yesu. Nataka tusimame juu tunapoenda kufunga ibada. Mwambie tu Bwana ni asante. Ni asante kwa nafasi hii, asante kwa kibali, asante kwa ufufuo, asante kwa uzima. Najua Bwana ni mwema, anaenda kwa pamoja nasi. Tafakari tu mbele za Bwana, ukatafakari ukuu wa Bwana. Kimoyomoyo tu ambia Bwana ni asante, ni kwa sababu ya ufufuo. Asante ni kwa sababu ya kupigwa kwako msalabani. Indeed it is finished. Yesu mwenyewe akatamka pale msalabani, yote imekwisha. Dhambi zetu zimekwisha. Msamaha tumeupata, uokovu tumeupata, ukombozi tumeupata katika jina la Yesu. Indeed it is finished. Oh, asante Bwana. Tunamtangaza yupo, tumeona kazi yake. Oh yes. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, it's another wonderful time that, Father, as a team we unite together, Jehovah, for your grace. You've been with us, Father, in this journey, Jehovah. As Father, we wind up our service of today, Jehovah, tunajua Bwana, tunapoamini kwa pamoja, Mungu wetu, kuna ufufuo ndani ya maisha yetu. Kuna ushindi ndani ya maisha yetu. Kupigwa kwako pale msalabani, Jehova, tulipata kupona, tulipata kusamehewa Bwana. Siku ya leo, yeyote aliyoingia kama ni mnyonge katika ibada hii, Jehova, Bwana, wacha akuone Bwana, ukambadilishie maisha, ukambadilishie ushuhuda, ukampe ufufuo, ukampe tumaini. Asante Jehova. Tumekuona Bwana ukipeana ushuhuda. Tumeona Bwana ukileta ushuhuda katika mji wa Lokchogyo. Tumeona Bwana ukileta ushuhuda ndani ya madhabahu yako. Tumeona Bwana ukitupa ushuhuda, Jehova, kama viongozi wa CRF, Jehova, ninawafunika na damu yako ya Yesu Kristo. Bwana, tunapoongozwa na askofu, Jehova, tunasema tumekuona Yesu. Tumeona ukibadilisha mambo, Jehova. Tumeona ukitupa ushuhuda, Baba. Tumeona ukisema pamoja nasi, Baba. Wakristo wote katika siku ya leo, Jehova, Bwana, unawapa ushuhuda, unawabadilishia mambo Bwana kupitia ufufuo wako, Jehova.
Bwana, tunaamini kuna ushindi katika kuteswa pale msalabani. Indeed, imekwisha. Indeed, it is finished. Asante ni kwa sababu ya wiki hili tunapoenda kulianza Jehova. Kama jinsi tunavyotembea na ufufuo wako, wacha pia maisha yetu yakabadilishe maisha ya watu wengine Bwana. Wacha Bwana kutembea kwetu Jehova kukabadilishe maisha ya watu wengine Bwana, kukalete utukufu katika mioyo za watu wako. Asante ni kwa sababu pia ya askofu wetu Bwana, ambaye umemtumia siku ya leo kufanya ukumbusho wako Bwana. Pia Jehova ukazidi kumsaidia, ukamtumie kwa njia ya kipekee. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Hapana mwingine kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Bwana awabariki mnapoondoka kuelekea manyumbani, ainue kazi zenu, awape wiki njema katika jina la Yesu. Amen.